Mtazamaji wangu wa hichi kituo cha Tanzania News TV, ukipenda Ezra TV, mahala ambapo ulipo, ninakusalimu hujambo. Karibu niweze kukumegea yale yote ambayo yametendeka. Ninakumbuka vizuri kipindi cha maandamano ya mwaka uliopita ya kupinga ushindi batili wake Samia Suluhu Hassan mwezi wa 11. Niliwaeleza kwamba ikiwa mnataka amani ama ikiwa tunataka amani na tuweze kumaliza udikteta katika taifa letu la Tanzania, lazima tungepigana kwa udi na uvumba bila ya kukata tamaa, tumuondoe madarakani Samia na chama cha CCM. Lakini serikali iliweza kutuzidi kwa risasi, wakawaua ndugu zetu ambao walikuwa ni ndugu 10,000 hadi wakawazika. Sasa utawala huu wa Samia umeanza kuwinda media zote ambazo ziliweza kutangaza na kupakia maudhui ya maandamano ya mwaka 2025 Oktoba. Mimi hata wakinitafuta hawawezi wakanipata, hawawezi. Utawala wa Samia umeanza kufunga media ambazo zilitangaza maudhui ya maandamano. Tunavyozungumza sasa hivi, mamlaka ya mawasiliano Tanzania chini ya amri ya Samia imetangaza kuifunga Jambo TV kwa muda wa siku 90 kuanzia leo Aprili 2 mwaka 2026 kwa kile ilichoeleza kuchapisha maudhui ambayo hawakuwa na uhakika nayo na yasiyo na udhibitisho. Mnakumbuka ule wakati wa maandamano? Mnakumbuka wakati ule ambapo serikali iliweza kuwaua Watanzania kwa kuwapiga risasi? Serikali ilizima mtandao ndiposa taarifa zisichapishwe mitandaoni. Lakini Jambo TV walitumia VPN, wakatundika maudhui kuelezea ulimwengu hali halisi, jinsi ambavyo polisi walikuwa nakabiliana na raia ambao walikuwa wamekataa ushindi batili wa Samia, kwa sababu sote tunakumbuka na ni kitu ambacho ni cha wazi, uchaguzi haukupigwa Tanzania. Samia aliiba uchaguzi, akajitangaza kwamba yeye ni mshindi. Jambo TV kaeleza ulimwengu jinsi ambavyo polisi walikuwa wanatwanga wananchi tarehe 31 Oktoba. Sasa wamesema kwamba hicho ndicho kimesababisha mpaka wamefungia Jambo TV na wamefuta leseni yao kwa siku 90, kwa sababu barua hiyo ndio hiyo hapa ambao wameweza kuandikia Jambo TV wakisema kwamba mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA inatoa taarifa kwa umma kuwa mnamo tarehe 31 Machi mwaka 2026 Jambo TV kupitia kwa akaunti yake utangazaji
wa maudhui mitandaoni Instagram pamoja na chaneli yake ya utangazaji na maudhui mitandaoni YouTube ilichapisha maudhui ambayo hawakuwa na uhakika nayo na yasiyo na udhibitisho. Hayo pia yaliupotosha umma kuhusu hali ya matukio mbalimbali yanayoendelea nchini, na matokeo yanatarajiwa kutoka kwa tume ya kuchunguza matukio wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 25, kinyume na kanuni za maudhui mtandaoni mwaka 2020 na marekebisho yake ya mwaka 2022 na 25. Aidha, katika kipindi kifupi cha takriban miezi 6 sasa, yaani tangu mwezi Septemba mwaka 2025, Jambo TV imekuwa na mashauri mane ya mfululizo ya ukiukwaji wa sheria, kanuni, masharti ya leseni, maadili, misingi na taaluma ya uandishi wa utangazaji na habari. Hivyo basi, kwa mujibu wa kifungu cha 114 cha sheria ya mawasiliano na kielektroniki na posta sura 306 iliyofanyiwa marejeo mwaka 2023, TCRA inasitisha kwa muda wa siku 90 kuanzia tarehe 2 Aprili leseni ya maudhui mtandaoni iliyotolewa kwa Jambo TV, ikiwa ni pamoja na kusitisha utoaji wa huduma ya utangazaji wa maudhui mtandaoni katika channel na akaunti zake zote za mtandaoni. Unaona mpenzi mtazamaji, wameeleza kwamba kuna kitu ambacho Jambo TV walichapisha tarehe 31 Machi mwaka huu ambacho kimeweza kukera serikali kuhusu matokeo ya ile tume ya Othman Chande ambayo ilikuwa inafanya uchunguzi kuhusu ya maandamano yaliyopita mwaka uliopita. Lakini vile naomba uweze kusikiliza hapa, lakini vile hii mamlaka ya mawasiliano ikasema kwamba eti Jambo TV kwa miezi 4 kuanzia Septemba mwaka uliopita, yaani Septemba, Oktoba, Novemba, Disemba, Januari, Februari, Machi, eti wamekuwa wakichapisha taarifa za upotoshaji. Unajua, wacha nikueleze, kuna udikteta katika taifa letu la Tanzania ambao Samia anataka kuendeleza, na kuna kutaka kunyima vyombo vya habari uhuru wa kuchapisha taarifa. Yaani serikali wanataka vyombo vya habari Tanzania viweze kuchapisha taarifa za kuisifia serikali hata kipindi ambapo wamekosea. Hizi taarifa ambazo wanasema eti kwamba Jambo TV waliweza kuchapisha tarehe 31, tunajua kwamba waliweza kutafuta kijisababu ili kufunga hii media, kwa sababu umesikia wakisema kwamba chini ya miezi 6 ambayo imepita wamekuwa wakichapisha taarifa. Kuna vile ambavyo waliweza kuanika serikali na serikali imekasirika, na ndio maana nakuambia kwamba katika taifa letu la Tanzania vyombo vya habari havina uhuru jinsi ambavyo vyombo vya habari katika nchi jirani kama vile Kenya vilivyo na uhuru wa kuchapisha taarifa na hata kukosoa serikali. Katika taifa letu la Tanzania, chombo cha habari kikipatikana kikikosoa serikali ni haramu. Unajua,
sababu kubwa ambayo unapata kwamba nchi jirani kama vile ya Kenya inaendelea kwenye mambo ya mawasiliano na vyombo vya habari, ukifungua YouTube channel Kenya hauhitajiki uweze kukuwa na leseni ndiposo uweze kuchapisha maudhui. Lakini katika taifa letu la Tanzania, ukimiliki YouTube channel au channel, ukurasa wowote upande wa Facebook, lazima uweze kukuwa na leseni ndiposa uweze kuchapisha maudhui, upokee hela. Kitu ambacho kinalazimisha uweze kusifu serikali ndiposa leseni yako isije ikafutwa. Huu ni ukandamizaji wa uhuru wa waandishi wa habari. Waandishi wa habari wanapaswa kupewa uhuru wa kuchapisha kila kitu bila kusaza chochote. Lakini unapata kwamba Samia anaona kwamba Tanzania ni mali yake. Anataka kuendesha nchi yetu jinsi ambavyo anataka. Samia anaweza akakuamilia madarakani, lakini hayo mamlaka hawezi akakaa nayo miaka yote. Lakini hata hivyo, Jambo TV wamekuwa wakitumika sana na serikali. Wamekuwa wakitumika sana na serikali kuendesha propaganda, haswa kwenye hizi kesi ambazo zinamkabili Tundu Lissu na kesi mbalimbali zile za uhaini ambazo ziliweza kufunguliwa wananchi ambao walikuwa wanaandamana. Machawa wa serikali wamekuwa wakitumia Jambo TV kueneza propaganda zao, licha ya kwamba wamekuwa wakimlamba Samia tako na wao wamefungiwa leseni. Lazima vyombo vya habari viachiwe uhuru wa kuchapisha maudhui.